kwenye irabu kuna shida hii ibara, lakini kwa maana fulani inakuja lillahi thumma litarikh. Anayejua Kiarabu wasome hichi kitabu. Huyu ni mshia aliyebadilisha ushia na akawa ni min ahli sunna na walimuua, akaandika vitabu hivi lillahi, kitabu hichi lillahi thumma litarikh. Yani ninaandika kitabu hichi kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya historia ikumbukwe. Alikuwa akiishi Qum pale pale Irani ndani. Kitabu kile kimegawanywa mashariki mwa ardhi na magharibi mwake. Wanajua kukisoma, wanajua Kiarabu, wanaona yaliyomo ndani kuna siri kubwa. Ametoa siri nzito sana, na ndio maana hakukaa muda pia walimuua. Ndugu zangu, atakhda'una min haula? Hivi ni kweli Muislamu umekaa unahadaika na watu wa sampuli hii? Watu wanaomwita mama wa waumini ni malaya. Watu wanasema Qur'an unaoisoma wewe imesifuta aya zinazothibitisha wilayatu Ali, kwamba kuna aya zilizomo ndani ya msahafu zilikuwepo kabla. Mmekuja nyinyi manawasib, mmeziondosha. Zilitaja wasia wa Allah kwamba baada ya Muhammad mtawala awe Ali. Vitabu vyao vinathibitisha ya kwamba katika malaika ambayo wanamchukia mislul yahudi. Na hapo panazungumzwa utofauti baina ya Shia na al-Yahud. Miongoni mwa fawariq bainahum ambazo zinazoonyesha sio tofauti, ni uhakika. Mayahudi wanamchukia sana Jibril na Shia wanamchukia sana Jibril. Kwa nini? Kwa sababu Jibril alipewa wahi kwenda kumteremshia Ali bin Abi Talib, akaugeuza akamteremshia Muhammad na akawa mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni malaika mbaya, wala si malaika wa kufuatwa wala kusikilizwa. Watu hawa ndio matarajia nyinyi waje wa unusuru huu umma, waje wamwangushe Marekani, ndio waje waibomoe mali na ngome za silaha kubwa kubwa za Kimarekani. Mnategemea hawa? Naam, watafanikiwa kidunia, lakini sio kwenye dini. Watafanikiwa kwenye dunia, lakini sio kwenye dini.